Bilionea mjamzito asimamishwa barabarani. Alibadilisha matairi yake. Kilichotokea baadaye kiliwashtua kila mtu. Alikuwa njiani kuelekea kwenye uchunguzi wake wa kawaida wa ujauzito, ziara muhimu ya kufuatilia afya yake na ya mtoto wake ambaye hajazaliwa. Hata hivyo, wakati huu safari ilikuwa ndefu na yenye kuhitaji juhudi zaidi. Alikuwa ameondoka kijijini kwake Mombasa, akiendesha gari maili kadhaa hadi kufika hospitali ya jiji. Kisha, bila onyo, kelele kali na ya radi ilivunja utulivu. Moyo wake ulipiga mbio, huku usukani ukitikisika kwa nguvu mikononi mwake. Moja ya matairi yake yalikuwa yamepasuka na kumwacha amekwama katikati ya mahali. Hofu ilimshika, lakini haraka akagundua kuwa hakuwa na chaguo ila kuchukua hatua. Karibu naye hakukuwa na kitu kingine ila ukimya na upweke. Hakuna nyumba, hakuna majengo, hata gari lililopita. Mistari isiyo na mwisho ya miti tu ikiyumbayumba katika upepo, sehemu ya upweke ya lami chini yake na anga kubwa la bluu safi juu. Amina alishusha pumzi ndefu, akafungua mlango taratibu, akashika tumbo lake kwa tahadhari. Muda huu haukuwa wa kuogopa, bali wa kutafuta suluhu. Alijua kuwa kuchelewa hospitali kungeathiri afya yake na ya mtoto wake, hasa vipimo maalum alivyopaswa kufanya kuhusu afya ya mama na mtoto. Hivyo, bila kujali hadhi yake, alianza kuangalia tairi lililopasuka kwa macho ya uchungu. Amina alisimama taratibu, akajaribu kutazama upande wa pili wa barabara, kugundua kama kulikuwa na gari lolote. Hakuna. Akajikuta akizungumza mwenyewe. Lazima nifike Nairobi leo, siwezi kurudi nyuma. Akitumia nguvu za mikono yake aliyokuwa hajazoea kutokana na ujauzito mkubwa, alianza kufungua buti la gari. Ndani kulikuwa na tairi la akiba, jack na vifaa vingine, lakini hakuna aliyemsaidia. Aliweka mikono kiunoni kwa dakika moja, kisha akapumua taratibu kama anayejipa ujasiri. Kila sekunde ilionekana kuwa ndefu kuliko kawaida. Mawimbi ya mawazo yakaanza kumjia, mawazo ya uwekezaji wake, biashara zake, lakini yote yalizimika haraka sana mbele ya jambo moja: mtoto wake. Afya kwanza, alijiambia kimoyomoyo. Si pesa, si kampuni, ni maisha ya mtoto wangu. Akiinama kushika jack, aliwaza jinsi safari yake ya maisha ilivyomfundisha kuwa hiari mimi mwenyewe, hata kabla hajawa bilionea. Baba yake aliyefariki miaka mingi iliyopita alimwambia siku moja, "Mtoto wangu, usisahau kujitegemea." Kauli hiyo ilimfanya arudie maneno yake kwa sauti ya chini. Nitafanya bila kuogopa. Lakini tumboni mtoto alicheza kama ishara ya kumkumbusha kutulia. Amina akasita sekunde kadhaa, akajituliza na kuendelea. Akiwa bado anahangaika, sauti ya pikipiki ikakatiza upepo. Amina akainua kichwa kwa wasiwasi. Pikipiki ikakuja, ikasimama taratibu pembeni. Kijana mwembamba mwenye begi la mgongoni aliteremka, akamwangalia kwa mshangao wa heshima. "Habari mama, naona una shida?" aliuliza kwa sauti ya adabu. Amina aliweka mkono tumboni kama kujilinda. "Tairi limepasuka," akasema. Kijana akatabasamu kidogo. "Hiyo naweza." Hakutaka kumruhusu haraka. Aliwahi kusikia habari nyingi za watu wanaojifanya kusaidia. Lakini kijana huyo alionekana tofauti. Alikuwa mnyenyekevu, mchangamfu, na maneno yake yalikuwa ya heshima. "Jina langu naitwa Otieno," akasema akinama kuangalia tairi. "Usijali mama, niruhusu nikusaidie." Amina alimsogelea polepole. "Wewe unafanya nini barabarani huku?" Akajibu, "Ninatoka chuo, naelekea nyumbani Kisumu. Barabara ya Moshi imenilazimu nipitie huku." Amina alikaa kimya sekunde kadhaa, akimtazama kama vile hataki kabisa kuamini, lakini moyo wake ulianza kuamini. Otieno alianza kubadili tairi kwa ustadi wa ajabu sana. Amina alijikuta akimwangalia kwa makini, kama mtu anayeshangaza uwezo ambao hakutarajia kutoka kwa kijana wa kawaida. "Kijana, ulijifunza wapi haya?" aliuliza kwa sauti ya upole. Otieno akavuta pumzi. "Nilikuwa napenda magari tangu mdogo, lakini mama yangu anaumwa sana. Ndio maana mara nyingi natafuta njia ya kufanya vibarua huku na kule." Amina akashtuka. "Mama yako anaumwa nini?"
Madaktari hawajasema vizuri, lakini anatakiwa kwenda hospitali mara kwa mara. Sisi hatuna uwezo, ndio maana najitahidi nimalize masomo yangu nipate kazi nzuri. Amina alibaki kimya sekunde kadhaa. Sauti ya upepo ilionekana kusimama ghafla. Kijana huyo alikuwa na maumivu yasiyoonekana kwa macho, lakini moyo wa Amina uliyasikia moja kwa moja. Alitamka polepole, pole sana mwanangu. Otieno alitabasamu bila furaha. Hata kama maisha ni magumu, Mungu hashindwi. Amina hakujua kwa maneno haya yangekuwa mwanzo wa safari ambayo ingebadilisha maisha yao wote wawili. Wakati Otieno akimalizia kubana nati za mwisho, upepo ulianza kupiga kwa nguvu zaidi. Mawingu meusi yaliingia kwa haraka kana kwamba yalileta ujumbe usiofurahisha. Amina alisikia tone moja la mvua likigonga mkono wake, kisha jingine, halafu mvua nzito ikaanza kunyesha ghafla. Tusubiri ndani ya gari kwa dakika chache, Otieno akasema. Amina alikubali, akifungua mlango wa mbele huku akifanya nafasi ndogo kwa kijana huyu kukaa. Walikaa kwa sekunde chache, wakisikiliza mvua ikipiga paa la gari kama ngoma ya haraka. Amina akamgeukia. Mama yako yuko wapi sasa? Otieno akashusha uso. Hapo Kisumu. Tangu mwaka jana. Mimi ndiye mwana pekee. Siku zote nafikiria kama hali itazidi, sijui nitafanya nini. Amina alihema polepole. Madaktari hawasemi nini? Wanasema anahitaji vipimo vya mara kwa mara, lakini gharama ni kubwa sana. Hakuna insurance yoyote. Tumetumia kila kitu tulichokuwa nacho. Kilio kilianza kukusanyika moyoni mwa Amina, lakini alikituliza. Hakuwa na cha kusema. Baada ya dakika chache, mvua ikaanza kupungua. Akasema, tukiondoka sasa tunaweza kufika kabla usiku haujaingia. Lakini moyoni, safari yake ya kawaida ya uchunguzi wa ujauzito ikawa safari ya kugusa maisha ya kijana ambaye hakuwa pamoja naye kwa bahati tu. Amina aliamua kumwomba Otieno kakae ndani mpaka wafike sehemu yenye watu. Barabara hii sio salama unapokuwa peke yako, akasema kwa msimamo wa mama. Otieno alisita kidogo, lakini akaketi pembeni. Gari likarudi barabarani, lifikatiza matone ya mvua yaliyobaki kama ukumbusho wa tukio la muda mfupi uliopita. Ndani ya gari kulikuwa na kimya kizito, lakini sio cha kukwaza, kile cha watu wawili wanaotafakari maisha yao. Amina akaanza kumweleza kuhusu safari yake ya ujauzito, vipimo vya afya na tahadhari za daktari kuhusu mtoto wake. Hata bilionea anaogopa, alisema kwa sauti ya chini. Otieno akacheka kwa aibu. Mama yangu alisema siku moja nitakutana na watu wanaoonekana imara, lakini wana maumivu makubwa kuliko yangu. Maneno haya yalimgusa Amina kama mshale. Aliwaza kuhusu upweke alipokuwa akianza biashara zake, matatizo aliyopitia na jinsi dunia ilivyomuona imara, huku moyoni alikuwa na vita. Walipofika sehemu yenye kituo kidogo cha mafuta, Amina akasema, utashuka hapa? Otieno akatazama nje kisha akasema, nitashuka hapa mama, asante sana kwa safari. Hakujua kwamba safari hii bado haijaisha. Amina hakuwa mbali sana kutoka Nairobi, lakini kabla hajafika, simu yake ilianza kuita. Ilikuwa daktari wake. Bi Amina, tunahitaji ufike mapema leo. Kuna jambo tunahitaji kulifuatilia kuhusu afya ya mtoto. Sauti ya daktari ilisikika kwa tahadhari isiyo ya kawaida. Amina moyo ukamruka. Daktari, kuna shida gani? Tumeona mabadiliko madogo kwenye vipimo vya wiki iliyopita. Tunahitaji uchunguzi wa haraka. Daktari akasema kwa upole wa kitaalamu, maneno yake yakionyesha umakini wa afya ya mama na mtoto. Amina akawa kimya. Akashika tumbo lake kwa upole, macho yakiwa mbali kwenye mawazo mazito. Lakini aliwaza pia kuhusu kijana aliyemwacha kituoni. Je, mama yake yuko katika hali ngumu zaidi? Na je, angeweza kumsaidia namna fulani? Safari ikawa ya hofu, si kwa ajali wala tayari, bali kwa hatma ya mtoto wake. Akajiambia kimoyomoyo, nitaomba Mungu ashike mkono wangu leo. Alipofika hospitali ya Nairobi, Amina alilakiwa kwa haraka. Madaktari walimpeleka kwenye chumba cha uchunguzi maalum. Manesi walikuwa wakimsaidia kwa upole wa kawaida wa huduma ya uzazi. Amina alichunguzwa, vipimo vikachukuliwa, na baada ya dakika chache, daktari akaja na uso uliojaa umakini. Tunachunguza mzunguko wa damu kwenda kwa mtoto. Inaonekana kuna sehemu fulani tunahitaji kufuatilia, akasema kwa lugha ya kitaalamu. Amina alisikiliza bila haraka, lakini moyoni alikuwa akitetemeka. Tutahitaji vipimo vya kina, lakini usiwe na hofu. Tuko hapa. Afya ya mtoto wako ni kipaumbele chetu, daktari akasema kwa utulivu wa kitaalamu.
Kwa mara ya kwanza katika miaka mingi, Amina alihisi udhaifu ambao hata utajiri hauwezi kuufunika. Alijua kwamba maisha yana thamani kubwa kuliko mali, na sasa mojawapo ya maisha hayo ilikuwa tumboni mwake. Alishika tumbo lake, akasema kimoyomoyo, "Nitakulinda mwanangu." Lakini hakujua kwamba kijana aliyetoka barabarani angeingia tena kwenye maisha yake kwa namna ambayo dunia nzima ingeshangazwa nayo baadaye. Usiku huo, Amina alilala hospitalini. Lakini usingizi haukuja. Alikuwa akiwaza vipimo, afya ya mtoto, na pia mawazo ya Otieno. Alipoamka alfajiri, simu yake ilikuwa na ujumbe mpya. Ilikuwa namba ambayo hakuihifadhi. "Samahani mama, nimefika nyumbani salama. Asante kwa kunisaidia jana." Amina alitabasamu kidogo, lakini baada ya sekunde chache, ujumbe mwingine ukaingia. "Mama yangu amezidiwa daktari jana usiku. Tuko hospitali. Gharama inasumbua sana." Amina alihisi baridi kupita mgongo. Alikaa kimya kitandani. Akajiuliza, je, kijana huyo amewachwa peke yao kwa sababu ya kukosa uwezo wa matibabu? Hakujibu ujumbe kwa haraka. Aliandika polepole, "Pole sana, endelea kuniambia hali yake." Otieno akajibu, "Nitaomba insurance lakini hatuna chochote. Na sasa tunasubiri vipimo." Neno vipimo lilimgusa Amina kwa nguvu kubwa, kwani yeye pia alikuwa hospitalini akifanya vipimo vya uzazi na afya ya mtoto. Dakika ile ile, Amina aliamua kitu kimoyomoyo. Safari hii haikuja kwa bahati. Asubuhi ikafika. Daktari wa Amina alirudi na majibu ya awali. "Bado tunaangalia mzunguko wa damu kwa mtoto. Tunahitaji kufanya uchunguzi mwingine wa kina ili kuhakikisha afya ya mtoto inakuwa salama," akasema kwa umakini. Amina alimuuliza, "Je, inaweza kuathiri ujauzito?" Daktari akamwangalia kwa macho ya huruma. "Kinachofanywa sasa ni kuzuia tatizo kabla halijawa kubwa. Tunakushauri uendelee kupumzika hospitalini mpaka vipimo vya mwisho." Amina alishika tumbo taratibu. Afya ya mtoto ni muhimu kuliko kitu chochote. Wakati akizungumza, alisikia simu yake ikilia tena. Ilikuwa Otieno. "Mama, vipimo vya mama yangu havijaeleweka. Wanasema ni lazima afanye vipimo vya kina, lakini gharama ni kubwa sana." Amina akawa kimya, moyo ukimwenda mbio. Dunia ikawa kama imeungana kwenye tatizo moja: afya ya mtoto wake na afya ya mama wa kijana aliyemwokoa njiani. Saa chache baadaye, Amina aliangalia dirisha la hospitali, akiwaza mbali sana. Alikumbuka maisha yake ya zamani kabla ya utajiri, wakati mama yake alipokuwa mgonjwa na walikosa fedha za matibabu ya kutosha. Hicho ndicho kilimfanya apambane maishani. "Nilipoteza mama yangu kwa sababu hatukuwa na mali ya kumpeleka matibabu bora," alijiambia kwa sauti ndogo. Hakuwahi kusimulia mtu. Ndipo alianza kumwandikia Otieno ujumbe. "Mna hospitali gani?" Otieno akajibu, "Hospitali ya Kisumu County. Tumelala hapa sasa. Wanasema bila kulipa. Tunasubiri muda mrefu." Amina alihisi baridi kupita mgongo. Alinyoota mkanti za mala juu. Aliandika hapa kidogo tu, "Nitafanya kitu. Subiri." Lakini hakutuma bado. Alihofia kutoa ahadi kubwa kabla ya kumaliza vipimo vyake vya uzazi. Hata hivyo, moyo wake uliamua tayari. Wakati Amina akijiandaa kwa uchunguzi mwingine, nesi alikuja taratibu. "Simu yako inaita." Ilikuwa daktari wa Kisumu. "Habari mama Amina. Mimi ni Daktari Owino kutoka Kisumu County. Otieno amenitaja. Mama yake ana hali inayohitaji kuangaliwa kwa makini. Vipimo vinaonyesha kuna tatizo la damu na uchovu wa muda mrefu. Tuna wasiwasi." Amina alishusha pumzi ndefu. Daktari akasema, "Tunahitaji kumfanyia uchunguzi wa kina ili kumsaidia kupata tiba sahihi. Lakini kama kuna msaada wowote wa kifedha au insurance, ungeokoa maisha yake." Amina akiketi kitandani, akashika tumbo lake, macho yakijaa machozi. "Madaktari hawapaswi kuongea na mimi bila ruhusa," akasema kwa upole. Daktari akasema, "Otieno alisema wewe ni mtu aliyemuonyesha ukarimu. Alisema pengine ungeweza kutusaidia kuelewa hali yake." Amina alifunga macho.
naweza kufanya kitu, akasema kwa sauti ya polepole. Lakini hakujua kuwa kauli hiyo ingegeuza maisha ya familia ya Otieno milele. Mjamzito bilionea akiwa anatetemeka, ghafla mlango ulifunguliwa taratibu. Kumbe si daktari, bali ni yule dereva aliyemsaidia pale barabarani. Aliingia akiwa na heshima kubwa, macho yake yakiangalia kila kitu kwa wasiwasi. Madam, alijikuta anasema, niliona gari lako pale nje, nikajua huenda. Hakumaliza sentensi. Bilionea alitabasamu kwa upole, asanti kwa kurudi. Kuna kitu nahitaji kujua. Ndani ya chumba cha hospitali hewa ilikuwa imetulia, ila moyo wake ulikuwa umejaa hisia ngumu. Huyu mtu asingejua kwamba mwanamke aliyekuwa akijaribu kubadilisha tairi siku ile ndiye mke wa bilionea anayemiliki kampuni kubwa ya magari nchini. Hakupenda kujionesha. Aliamini thamani ya mtu si mali, bali moyo. Umenifundisha kitu muhimu, alisema akimwangalia yule dereva kwa macho yenye shukrani. Kuwa utu haupendi majina wala pesa, unafanya tu kwa moyo. Dereva alinyamaza bila kujua cha kusema. Dakika hiyo daktari alikuja na taarifa za kujifungua. Muda ulikuwa umefika. Tulimuona, tuligundua jambo moja, Wema unarudi. Wakati madaktari wakijitayarisha, bilionea mwenyewe waliwasili hospitalini kwa mbio akiwa amekuwa na wasiwasi usioelezeka. Kufika kwake alimkumbatia mkewe kwa upole, macho yakiwa yamejaa machozi. Samahani, nashindwa hata kuelezea jinsi nilivyohofia, alisema akitetemeka. Lakini mjamzito akamshika mkono, leo nimejifunza kitu ambacho hata pesa zako hazingeweza kunifunza. Ni nini? Aliuliza kwa sauti ya kupasuka. Kwamba dunia inahitaji mioyo, sio magari ya kifahari tu. Maneno hayo yalimgusa bilionea moyoni. Dakika chache baadaye, sauti ya kupasuka ya mtoto ilijaza chumba. Mzigo wa miaka yote, maumivu, barabara, tairi lililochakaa na safari ya kujifunza yakageuka kuwa zawadi ya uhai. Yule dereva aliyekuwa mnyonge alisimama mbali akishuhudia tukio hilo akiwa na shauku ya kimya. Baada ya siku kadhaa, familia ikarudi nyumbani na mtoto wao. Dereva alialikwa bila hata kujua sababu. Walipofika kwao, walimkuta bilionea akiwa amesimama nje akinongea mbio. Hii ni yako, bilionea alisema akimkabidhi funguo zile. Dereva akashangaa. Siwezi kupokea. Ni zawadi ya moyo, bilionea alisema, kama haungekuwepo, sijui nini kingetokea kwa familia yangu. Tumeamua kukupa kazi rasmi, sio kama dereva wa kubahatisha, bali kama sehemu ya familia ya kampuni. Umekuwa mfano wa utu halisi. Dereva lilia, sio kwa sababu ya kupata gari, bali kwa sababu mtu mkubwa kiasi hicho aliona thamani ya mwanaume wa kawaida tu barabarani. Miaka ikapita, mtoto wao wakawa mkubwa. Siku ya sherehe ya kuzaliwa ya miaka 5, mtoto alikimbia kumpigia babake, lakini aliyefika kwanza kushikana naye sio bilionea, bali yule dereva aliyekuwa rafiki wa familia tangu siku ile barabarani. Mjamzito, sasa mama mwenye furaha alitazama familia ikicheka kwa pamoja, akitabasamu kwa upole. Ndani ya moyo wake alijua siku ile ya kubadilisha tairi haikuwa bahati mbaya, ilikuwa somo la maisha. Akamwambia mume wake, siku ile nilipokuwa barabarani nilifikiri nimeacha peke yangu. Kumbe nilikuwa karibu kupata sehemu ya maisha yetu ambayo haingenunuliwa na pesa. Mtoto wao akasema kwa sauti nyemba, mama, huyo ndo shujaa wetu? Akatabasamu, akamjibu, hapana mwanangu, shujaa ni moyo unaochagua kusaidia hata bila kujua itaokoa maisha ya nani. Mwisho, lakini moyo unaendelea.